kwa kuwa vijana hawa wa Arusha ambao wamekuwa wakitumiwa na mbunge huyu kuandamana hawana ajira, lakini linapofikia wakati wa kuwasilisha matatizo yao bungeni, mbunge huyu akatolewa kwa ajili ya utovu wa nidhamu. Je, serikali haioni sasa ni wakati wa kuwasikitikia vijana wa Arusha, kuwapatia mafunzo na mitaji ili vijana hawa waendelee kutoa kura kwa serikali hii sikivu ya Chama cha Mapinduzi? Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Catherine Magige kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nataka niwaondoe hofu vijana wa Arusha. Pamoja ya kwamba wamekosa kisemeo chao humu ndani, kwa maana yule ambaye walimpa dhamana hayupo kwa ajili ya kuwakilisha matatizo yao, lakini serikali ya awamu ya 5 itaendelea kuwajali vijana bila kubagua, na sisi katika utekelezaji wa majukumu yetu mbalimbali tutahakikisha vijana wa Arusha kama katika maeneo mengine na wenyewe wanapata fursa za elimu ya ujasiriamali, mikopo na mitaji. Na Mheshimiwa Naibu Spika, mimi binafsi nimeshafika pale Arusha na nimeshakutana na vijana wa SACCOS katika soko la Krokoroni, na nimewaahidi kwamba nitarudi kwa ajili ya kuendelea kuwasaidia katika kupata mitaji na mikopo. Kwa Mheshimiwa mbunge, nikuondoe tu wasiwasi wa kwamba vijana hao tutaendelea kuangalia kama serikali. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri, lakini naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Catherine kuwa kisemeo kipya cha vijana wa Arusha, na hasa kuendelea kuwa daraja la kutulinki kati ya serikali na vijana wa Arusha ili waweze kufanikiwa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kifungu cha 25 cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasisitiza sana kwamba kazi ndio kipimo cha utu wa kila Mtanzania. Lakini kifungu cha 28B cha Sheria ya Mwenendo ya Mashauri ya Jinai na chenyewe kinasisitiza sana masuala ya kila Mtanzania kuwajibika na apimwe kwa kuwajibika na aweze kukidhi riziki zake kwa kuwajibika yeye mwenyewe. Kwa hiyo naomba niwaambie waheshimiwa wabunge, kama kuna mheshimiwa mbunge anawatumia vijana na kuwahamasisha wasifanye kazi, anaendana pia kinyume na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hivyo basi kukiuka misingi yote ya utawala bora. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana waheshimiwa wabunge wote na vijana wote, maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais wetu ni maelekezo sahihi. Vijana wanaweza kutumia muda wa kucheza pool katika saa ambazo sio za kazi, lakini masaa ya kazi kila mtu awajibike ili kuweza kupata riziki yake na kuweza kujenga uchumi wa nchi yetu ya Tanzania.